Bwana, nchi wanachama wa NATO wanapitishwa kwenye janga kubwa sana. Nchi za magharibi sasa hivi hazielewani, lakini mataifa mengi sana ambayo ni wanachama wa NATO yanashindwa kuelewa ni kwa nini Urusi waliamua kuitandika Poland, kwa maana ya zile drone za Urusi zilifika mpaka pale Poland. Tuliona wanachama wa NATO walikutana kwenye ule mkutano wa dharura siku moja tu baada ya Urusi kufanya lile shambulizi. Lakini baadaye tukaona kauli ambayo ilitolewa au statement ambayo ilitolewa na katibu mkuu wa NATO Mark Rutte, ambaye alikuwa anaelezea juu ya kile ambacho kimefanywa na Urusi. Sasa leo bwana, ninayo taarifa nyingine hapa, ni kwamba vikao ambavyo haviishi vya NATO pamoja na mataifa ya Ulaya ya magharibi vimeendelea kukaliwa baada ya Urusi kufanya tukio lile. Bana, anayenipa nguvu ya kutosha ni Sungas kutoka jijini Mbeya. Ndugu zangu wa Mbeya, rafiki zangu wa Mbeya, kama unahitaji mtungi wa gas au unahitaji vifaa vyovyote ambavyo vinahusika na masuala ya utumiaji wa gas, iwe ni zile pipe zenyewe, zile ni bana zile, pamoja na kurekebisha mirija ya gas pamoja na mambo mengine, basi unatakiwa kuwasiliana na Sungas ambao wanapatikana jijini Mbeya, lakini wanafanya kazi mikoa yote ya Tanzania. Wanafanya mpaka delivery ya kuagiza aina vifaa vyote vinavyohusika na masuala ya gas. Sasa jambo ambalo ni la tofauti kidogo ambalo linanichanganya ni kwamba Sungas wamekuja na huduma ya kukuletea mtungi wa gesi popote pale ulipo jijini Mbeya bure kabisa kabisa, yani inaitwa free delivery. Lakini kwa wale ambao mpo nje ya mkoa wa Mbeya, msihangaike. Sungas pia wameamua kuwaletea huduma hiyo, na hivi ndivyo ambavyo tunasema team Russia ni lazima tufikie hatua ambayo watu wananufaika na channel yao, lakini watu wananufaika na connection ambayo tuko nayo. Kama unahitaji kuweza kuwapigia Sungas, basi mpigie mkurugenzi aweze kuwasiliana na wewe kwa ajili ya kuweza kupata hizo huduma kwa simu namba 0762 111 777 au 0626 666 539. Hawa ndio Sungas baba lao. Kwa hiyo ndugu zangu wa Mbeya, acheni kuishi kizamani, mnatakiwa kuishi kiusasa zaidi kwa kutumia mitungi ya gas kutoka Sungas, na wanafanya free delivery popote pale ulipo katika jiji la Mbeya, lakini pia mikoa mingine mnaweza mkaagiza kwa sababu wanavyo vifaa vingi sana ambavyo vinahusiana na masuala ya gas. Sasa kurudi kwenye kile ambacho nimeamua niwaletea hapa ndugu zangu, kama kawa nimewaambia nchi za magharibi yani sasa hivi zinapumulia mashine, na wanapumulia mashine kwa sababu hali ni ngumu sana. Lile jaribio ambalo wamelifanya Warusi hiyo juzi limewachanganya vibaya mno, kiasi kwamba katibu mkuu wa NATO Mark Rutte alikutana na General Guy Neckwick, kamanda mkuu wa vikosi vya muungano wa NATO Ulaya, na walikutana kwa ajili ya kujadili namna gani ya kuidhibiti Urusi. Alianza kuzungumza Mark Rutte kusema katika masaa ya asubuhi ya Jumatano Septemba 10, ndege za kijeshi za Urusi drone nyingi zilikiuka anga ya Poland. Ulinzi wa anga wa NATO uliwezeshwa na kufanikiwa kuhakikisha ulinzi katika eneo la NATO. Ingawa hili lilikuwa ni tukio kubwa zaidi la uvamizi wa anga ya NATO kuliko ilivyowahi kutokea, kilichojiri Jumatano hicho hakikuwa tukio la pekee. Upuuzi wa Urusi anga ya mashariki mwa nchi wa wanachama wa NATO unazidi kuongezeka kwa mara nyingi. Tumeona ndege hizi zikikiuka anga ya Romania, Estonia, Latvia pamoja na Lithuania. Iwe makusudi au la, hii ni hatari na kamwe haivumiliki. Sio kama mnanielewa. Wanasema hivi, yani Urusi iwe walirusha zile drone kwa bahati mbaya, iwe walirusha kwa makusudi, wanasema huo ni upumbavu wa hali ya juu na ni hatari na kamwe haivumiliki. Naomba mzingatie neno haivumiliki. Katika mkutano wake na baraza la Atlantic ya Kaskazini asubuhi ya Jumatano, wanachama walijadili hali hiyo kwa kuzingatia ombi la Poland kuhusu ushauri wa kifungu cha 4. Wanachama walielezea umoja kamili na Poland na kulani tabia hatari iliyofanywa na hiyo Urusi. Jukumu kuu la NATO ni kuzuia mashambulizi na kulinda kila mwanachama wa muungano dhidi ya vitisho vyote. Ulinzi wa eneo la mashariki ni wa muhimu zaidi. Ndio maana tumeweka majeshi ya nchi wanachama katika nchi 8, kila mwanachama akichangia, na mipango ipo tayari kuongeza nguvu wakati wowote ikibidi. Tuna ulinzi wa anga kwa njia ya ardhi, bahari na anga. Hapa pia ni kwa michango ya wanachama kutoka Ulaya na Marekani ya Kaskazini na Amerika ya Kaskazini, wakifanya kazi pamoja kila uchao ili kuhakikisha tuko tayari kulinda kila nchi ya eneo la NATO. Mwanzo wa mwaka huu tulianzisha Baltic Century
kulinda miundombinu ya msingi dhidi ya vitendo vya hatari katika bahari ya Baltic. Na leo mimi na General Gary Yennewick tutatangaza kuanzishwa kwa Eastern Sentry kuimarisha zaidi msimamo wetu katika eneo la Mashariki. Yani wamedundwa mara moja tu, wameamua kuanzisha kitu kinaitwa Eastern Sentry kwa lengo la kuimarisha ulinzi katika maeneo hayo ambayo yanapakana na nchi wanachama wa NATO. Wanasema shughuli hiyo ya kijeshi itaanza katika siku zijazo na itahusisha nguvu mbalimbali za wanachama ikiwemo Denmark, Ufaransa, Uingereza, Ujerumani na mataifa mengine watawekeza nguvu zao pale. Mbali na nguvu za kijeshi za kawaida, jitihada hizi zitahusisha pia mikakati ya kukabiliana na changamoto za matumizi ya drones, na wakasema Eastern Sentry itaongeza uwezo na nguvu katika msimamo wetu na kuonesha wazi kuwa kama muungano wa ulinzi daima tuko tayari kwa ajili ya kulindana. Nina imani na nguvu na uwezo wa muungano huu hasa kupitia uongozi bora wa makamanda wetu wakuu. Sasa nampisha General Gary Yennewick atoe maelezo zaidi kuhusu jinsi tutakavyoimarisha misimamo yetu kupitia Eastern Sentry. Hiyo ilikuwa ni hotuba ambayo imezungumzwa na Katibu Mkuu wa NATO Bwana Mark Rutte, ambaye sasa alimkabidhi General Mkuu wa NATO Alexis Grindewick. Akaanza kwa kusema, asante Katibu Mkuu, ni furaha kuwa hapa Brussels katika tangazo hili muhimu, tangazo ambalo linaimarisha ulinzi wetu, ulinzi jumuishi na uliopangwa vizuri wa anga kwa njia ya anga na ya ardhi utakuwa nguzo tunapoendelea. Hili lilikuwa ni katika mazungumzo yangu na viongozi wa Estonia, Lithuania pamoja na Latvia nilipotembelea maeneo hayo. Yani haya mataifa ambao ninakutajia hapo ni kwamba tayari wameungana na NATO, wanasema wanataka waone namna gani ambavyo wanaweza wakaidhibiti Urusi. Mazungumzo yangu yalilenga jibu la NATO dhidi ya kitendo hatari kilichotokea Poland mapema wiki hii, kwa maana wanataka kuijibu Urusi. Najivunia sana jibu letu lilikuwa la haraka na lenye ufanisi na linathibitisha uwezo na ustadi wa wanachama 32 wakifanya kazi pamoja. Yani Urusi walirusha tu hizo drone ambazo ni drone toy, na yani sio drone zile zenyewe, lakini mataifa 32 yaliamua kukaa kikao cha pamoja ajadili namna gani ambavyo wanaweza wakaijibu hiyo Urusi. Kama alivyosema Katibu Mkuu, uamuzi huo utaendelea kupitia Eastern Sentry. Ingependelewa tuseme kile ninachomgusa mwanachama mmoja kinahusu wanachama wengine. Eastern Sentry itakuwa ya kubadilika na ya haraka, ikileta ulinzi na vikwazo vya kisasa pale na wakati panapohitajika. Inajumuisha uwezo ulioimarishwa zaidi, kuunganisha ulinzi wa anga na ardhi na kuongeza ushirikiano wa taarifa kati ya mataifa. Wanachama wamesimama kwa umoja na Poland na wamejitolea kikamilifu. Tumeshaona tangazo la utoaji nguvu kutoka Ufaransa, Ujerumani, Denmark na Uingereza, na tunatarajia wengine kufuata jambo hili. Sehemu ya Eastern Sentry pia itahusisha kubuni na kujaribu teknolojia mpya kama vile sensors za kupinga drone. NATO itaendelea kulinda kila nchi na eneo lake. Hiki ndicho ambacho alikizungumza huyo mwamba, akielezea kwamba wao sasa hivi wanachofikiria ni namna gani ya kutengeneza joint venture ambayo itakuwa inahusisha mataifa yote wanachama wa NATO na kuunganisha nguvu za pamoja za kukabiliana na serikali ya Urusi. Baadaye akapokea Katibu Mkuu wa NATO akasema, asante General, nashukuru wewe na timu yako kwa kazi yenu ya haraka na ya ufanisi siku za hivi karibuni na kwa kazi ya kila siku kuhakikisha wananchi wetu wako salama. NATO ni muungano wa ulinzi na kazi yetu ni kuhakikisha tunachukua hatua zote zinazohitajika kukataa na kulinda. Tabia ya hatari ya Urusi ni jambo hatarishi. Tunapoendelea kutathmini matukio ya Jumatano, hata kama hayakuwa makusudi, Urusi imekiuka au imevuka anga ya NATO. Hivyo ni lazima tuoneshe msimamo wetu na uwezo wa kulinda eneo letu, na hicho ndicho Eastern Sentry imekusudiwa kufanya. Itaongezea nguvu msimamo wetu, kuleta uwezo wa kubadilika na kuhakikisha usalama na ulinzi wa eneo la Mashariki. Akasema asanteni sana. Huyo alikuwa ni Katibu Mkuu wa NATO. Yani hizi nchi za kimagharibi na hizi nchi ambazo zipo mwanachama wa NATO ni nchi fulani hivi ambazo haziwezi zikasimama zenyewe, yani haziwezi zikasimama zenyewe kama mtoto anavyosimamia miguu yake, la hasha. Yani saa zote ukute ni Ufaransa, sio ni Denmark, ni Ujerumani, sio ni Italy, ni Poland, ni Lithuania, ni Estonia. Yani ni lazima washirikiane. Kwanza wajadili namna gani ya kuikabili Urusi, hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili ni namna gani ambavyo wanaweza wakawa na vifaa ambavyo vinafanya kazi ambavyo vinaweza vikaikabili hiyo Urusi. Lakini baadaye sasa yakatokea maswali na majibu kwa waandishi wa habari.
Mmoja kati ya waandishi aliuliza, je, katibu mkuu, kuzinduliwa kwa Eastern Century kuna maanisha NATO inaenda vitani na Urusi? Katibu mkuu wa NATO nakwambia aliruka kama kipanga, akasema hapana, huu sio mwanzo wa vita bali hii ni hatua ya kuimarisha ulinzi. NATO ni muungano wa ulinzi, sio kushambulia. Eastern Century inaonyesha tu kuwa tuko tayari kujilinda na kujibu haraka iwapo kutakuwa na tishio lolote dhidi ya nchi wanachama. Lengo letu ni kuzuia, sio kuchukua. Bwana, hao ndio NATO wenyewe mnasikia wanasema, yani NATO wenyewe wanasema lengo lao wanataka kuzuia ila sio kuchokoza, kwa sababu wanafahamu mziki wa Urusi. Mwandishi wa habari akasema, General Grain Kewik, je, unaona hatari kubwa zaidi za droni za Urusi katika eneo la mashariki zinaweza kuzua mzozo mkubwa? Akasema, tumeziona droni za Urusi zikikiuka mara kwa mara anga ya nchi wanachama na ni hatari kubwa kwa sababu ya ukosefu wa utabiri wake. Hata kama sio makusudi, matukio kama hayo yanaweza kuzua mgogoro. Hata hivyo, NATO ina utayari na uwezo wa kujibu bila kusita, na Eastern Century ni sehemu ya kuonesha kuwa tunachukua tahadhari na anytime tuko tayari. Mwandishi akasema, je, kuna nchi nyingine za Afrika au Asia zimeonyesha msaada kwa NATO baada ya tukio la uvamizi wa anga ya Poland? Akasema, ndio, tumepokea tamko zaidi ya moja kutoka Marekani na washirika wetu wa nje ya NATO ikiwemo nchi za Afrika, Asia na Marekani. Angetaja nchi yoyote ya Afrika ambayo imetoa hilo tamko. Waache kututengenezea story ambazo hazipo. Anasema wengi wameonyesha wasiwasi kuhusu ukiukwaji wa mipaka ya anga na pia wameunga mkono msimamo wetu wa kujilinda. Hili linaonyesha kuwa jamii ya kimataifa imeona hatari zaidi. Mwandishi akasema, ni muda gani Eastern Century itadumu na je, kuna uwezekano ikawa ni ya kudumu? Akasema, awali ni shughuli ya muda mfupi ili kuijibu hali ya sasa. Hata hivyo, kama ilivyo Baltic Century, inaweza kuendelea na kuwa ya kudumu ikiwa wanajeshi na wanasiasa wataihitaji. Kile tunachojua kwa sasa ni kuwa Eastern Century itaanza ndani ya siku chache zijazo na itakuwa na uwezo wa kubadilika. Mwingine akasema, katibu mkuu, ukitazama haya yote, je, unafikiri Putin anajaribu kuichokoza NATO? Na katibu mkuu wa NATO Mark Rutte tena akaruka kimanga, akasema ni vigumu kusema kwa hakika ikiwa ni makusudi au ajali, lakini tunachojua ni kuwa hata kama ni ajali, matokeo yake ni hatari. Urusi inajua mpaka wa NATO uko wapi na ina wajibu wa kuepuka athari za aina hii. NATO haiko tayari kuona hatari ikizidi, ndio maana tunaonesha utayari wetu wa kujilinda. Haya yalikuwa pia ndio maswali ya waandishi wa habari ambayo walikuwa wanawaulizani. Anyway, kila siku mimi nimekuwa nikiwaambia kwamba hizo nchi za NATO, yani in fact ni kwamba kwenye uzungumzaji zinazungumza, lakini wanafahamu wao wenyewe kwamba mziki wa Urusi sio wa kawaida. Juzi mlimsikia rais wa Marekani Donald Trump anasema hivi, pamoja na kwamba tuna silaha za nyuklia, lakini hatuko tayari kupigana na Urusi. Leo mnamsikia katibu mkuu wa NATO wanamuuliza, je, mnadhani Urusi inataka kupigana na NATO? Anasema don't say that. Usiseme kabisa. Mnamsikia, vipi, mnadhani Urusi imevuka mipaka sasa? Mnaweza akasema no, ni vigumu kusema. Kwa hiyo hii inatupa majibu ya moja kwa moja kwamba mfupa ambao wanapambana nao nchi wanachama wa magharibi, nchi wanachama wa NATO, ni mfupa mgumu sana. Na hata hizo nchi ndogo ndogo ambazo zenyewe zipo katika miungano hiyo ni lazima zielewe nguvu aliyokuwa nayo Urusi, misimamo aliyokuwa nayo Vladimir Putin si misimamo ya kuitisha Marekani, si misimamo ya kuitisha Ukraine, si misimamo ya kuitisha Ujerumani, bali ni misimamo ya kuitisha ulimwengu wote, kwa sababu Urusi ndio taifa linaloongoza kwa kumiliki silaha za nyuklia duniani ikifuatiwa na hiyo Marekani. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.